leo tukaona hapana, ili jambo haliwezi kwenda hivi hivi, lazima pia tupate wataalamu wengine watusaidie vizuri kutukumbusha vijana, ili tuweze kutumia ujana wetu vizuri. Kwa sasa kwenye uwekezaji tunatakiwa tufahamu mambo gani muhimu kweli. Kwa hiyo tutazungumza hapa na bwana George Mukono, ambaye huyu ni mkurugenzi uhamasishaji uwekezaji kutoka TISEZA. TISEZA kwa wale ambao hawafahamu, hawa bana ni Tanzania Industrial and Special Economic Zones Authority. Kama niko sahihi Tanzania Investment and Special Economic Zones. Sawa, karibu sana kwenye Super Breakfast. Karibu tuzungumze mengi kweli. Tulikuwa tukizungumza hapa jana kuhusiana na uwekezaji kwa vijana. Imekuwa ni kama ukisema uwekezaji kwa kijana ni unampa wakati mgumu kweli kujiona kama yeye anaweza kuingia kwenye hilo neno. Tumsaidie kwa njia rahisi kabisa. Unapomwambia kijana anza kufikiri kuwekeza, kijana aanze kufikiri kuhusu nini? Nashukuru sana bwana Mtei, na nashukuru sana kwa fursa hii leo kwa kuwepo hapa East Africa Radio. Kwanza kabisa, labda kabla sijaenda kwenye swali lako, nielezee kwa ufupi sana kuhusu hii taasisi, hii mamlaka. Of course TISEZA ni neno ambalo lina kwa ufupi neno la Kiingereza ni Tanzania Investment and Special Economic Zones Authority. Kwa Kiswahili ni mamlaka ya uwekezaji na maeneo ya uchumi na mauzo ya nje. Sawa. Sasa TISEZA hii ilianzishwa kutokana na muunganiko wa taasisi mbili. Kulikuwa na kituo cha uwekezaji hapo awali inaitwa Tanzania Investment Center, lakini kulikuwa kuna mamlaka ya maeneo mauzo ya nje inaitwa EPZA pale Ubungo Benjamin Mkapa, nadhani wengi tunafahamu. Lakini kutokana na kuimarisha lakini kuboresha huduma kwa wawekezaji wa Tanzania pamoja na wale wa nje, lakini serikali kwa kupitia Mheshimiwa Rais iliamua mwaka jana kuziunganisha hizo taasisi mbili ili kuweza kuleta nguvu zaidi, lakini hamasa, lakini kuweza kuwahudumia Watanzania kwa urahisi. Kwa hiyo taasisi mwaka jana tarehe 1 mwezi wa 7 ilianzishwa rasmi kwa sheria namba 6 ya Bunge. Sasa swali lako umesema vizuri. Sasa vijana tunawahamasishaje, tunawasaidiaje kama mamlaka? Sasa katika majukumu ya mamlaka, hapa ningeelezea tu majukumu ya msingi ya mamlaka. Jukumu la kwanza kabisa la mamlaka kwanza ni kuratibu mambo ya uwekezaji hapa nchini. Naposema kuratibu, uwekezaji ni swala mtambuka. Sekta zote hizo ni uwekezaji. Kwa hiyo lazima sisi tuainishe katika sekta husika ni maeneo gani ambayo tunaweza tukayaratibu, lakini tukawasaidia vijana kuweza kuwekeza. Lakini pia kuhamasisha wawekezaji hawa wa Tanzania vijana kuwekeza katika maeneo yale ambayo ni vipaumbele kama kwa nchi, lakini vile vile kuratibu zile shughuli za kiserikali na kushauri serikali kuhusu sera. Sasa mamlaka tunawasaidiaje vijana? Cha kwanza kabisa labda naanza kutoa taarifa. Mwaka huu tarehe 14 Machi, Mheshimiwa Waziri wetu Ofisi ya Rais Mipango, anayeshughulikia mipango na uwekezaji, Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, alizindua kituo cha pamoja cha kuwezesha manunuzi na mauzo ya nje na program maalum ya vijana ambayo inafanyika pale Ubungo, lakini hii program itaenda katika maeneo tofauti ya nje. Kwa nini hii program? Tunafahamu vijana ndio taifa la kesho, lakini vijana ndio watakao kuja kutekeleza dira yetu hii ya miaka 25 ijayo. Ndio watakuwa watu wazima watapofika miaka 25 ijayo. Sasa hii program pale, cha kwanza inamsaidia nini kijana? Kwanza inamsaidia kijana kuweza kupata yule mzalishaji au mtu anayetengeneza mashine katika nchi tofauti duniani. Kwa hiyo sisi tunakusaidia kupata kwanza katika gharama nafuu ya hiyo mashine au kitu unachokihitaji, lakini ukishaipata hiyo mashine, ukishazalisha, tunakusaidia kupata soko. Lakini vile vile tunatambua wawekezaji vijana hawana mitaji. Mitaji yao cha kwanza ni vijana, kwanza mtaji wao kwanza ni akili, ile fikra. Na hapo mitaji ndio kuna maswali mengi kwa vijana. Mtaji wa kwanza kabisa ni kuwa na wazo. Ile ni wazo ni mtaji, na unafahamu kabisa kuwa na wazo, ukienda ukalitengenezea idea nzuri, ukalifanyia write up nzuri, unaweza kwenda kuliuza kwa mtu. Kuna watu wana pesa, hawana idea. Kijana kabla ya kuwa na hela awe na wazo. Awe na wazo kwanza. Kuwa na wazo, kwa sababu lazima uwe na wazo. Wazo ndio likupeleka kutafuta pesa ya kutekeleza kila kitu. Kwa sisi tunaweza kuwasaidia kwenye hii program, tunawasaidia vijana. Kuna incubation,
tunakuwa tunawasaidia vijana, wanakuwa na mawazo, yale mawazo tunaweza kuyatekeleza katika udogo, lakini tunaweza tukawaunganisha pia na wawekezaji wakubwa. Na waunganishaji na wawekezaji wakubwa tunakuwa na training maalum, program maalum ambayo kwa mfano, let's say mwekezaji mkubwa amekuja hapa Tanzania. Siwezi kummention labda ni mwekezaji yeyote, lakini labda say hapa East Africa Radio mnahitaji labda kupata huduma fulani ya usafi katika kampuni yenu. Sasa ile huduma ya usafi lazima vijana, hawezi kufanya kijana mmoja kwa sababu mtaji kwanza ni mdogo. Tunaweza tukawaunganisha vijana, lakini nyinyi mna standards za usafi ambao mnatakiwa ufanyike hapa. Kwa wale vijana tutawatrain labda kwa muda wa wiki moja. Tutakuwa tumeshawashirikisha nyie kama wawekezaji, mtatupa zile requirement ambazo mnataka mtu ambaye anakuwa anafanya usafi hapa aweze kuzimiti. Lakini swala la pili linakuja, vijana wanapata wapi mtaji wa kununua hivyo vifaa na vitu vingine? Sasa sisi tunafanya kazi ukaribu sana na hizi benki za kibiashara. Benki za kibiashara zitakuja hapa kwa sababu mkishawapa mkataba ule ni pesa. Kwa benki ziko tayari kutoa pesa kulingana na mkataba ambao nyie mshakubaliana na hilo kundi la vijana ambao watakuwa wamepata mafunzo maalum, ili ile pesa ule mkataba unakwenda unaopeleka benki na kuwa kama collateral, benki watakupa hela. Kwa hiyo nyie mtakapokuwa mnawalipa vijana, mnawapitishia benki itakuwa inachukua pesa yao, baadhi ya faida, lakini nyingine inawaachia vijana kwa ajili ya operation. Kwa hiyo nataka nielezee kwa upana huo na fikra hiyo. Kwa hiyo sio lazima uwe na pesa kwanza, ni kwanza vijana uwe na wazo, lakini lile wazo sisi tunaweza tukakusaidia sasa kulitekeleza katika namna tofauti. Swali la msingi ambalo ndo tunalijadili toka jana hapa ni huo mchakato mzima wa kijana kuwekeza. Tunatafuta urahisi wa sheria, urahisi wa taratibu. Ili tunafahamu sisi vijana tunatamani kupata vitu ambavyo havihitaji michakato mirefu sana. Nataka vitu vionekane vikienda. Kuna urahisi gani kisheria kwa mtu ambaye ndo naamka hapa nataka nianze kuwa mwekezaji kijana? Nataka nianze kufanya nini? Sawa. Kwanza nashukuru sana. Kisheria kwanza, hii sheria ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi ya mwaka 2025 imeweza kwanza kumpa unafuu sana mwekezaji Mtanzania, lakini na kijana pia ambaye anataka kuwekeza. Cha kwanza, sisi kama mamlaka tumepewa nguvu kwanza ya kuweza kuwasaidia vijana au small entrepreneurs kwa ajili ya kuweza kukua na kuwa wawekezaji, kwa kuwaunganisha kama nilivyokuambia, kwa kuwaunganisha na watu wenye mitaji. Lakini cha pili, katika mamlaka ya uwekezaji pale ofisini kwetu tuna kwa Kiingereza wanaita one stop center, lakini ni dirisha la mahala pamoja. Kuna taasisi zaidi ya 15 ziko pale, zimeweka senior official, maafisa waandamizi wanaokaa pale katika ofisini kwetu. La kwanza ni kutoa, kwa sababu unajua kuwekeza lazima upate taarifa, kutoa taarifa kuhusu mamlaka mbalimbali ambazo zinahudumia au zina facilitate biashara na uwekezaji. Lakini la pili, kuwasaidia kupata vibali mbalimbali, kwa sababu lazima ujirasimishe ili uweze kuwa mwekezaji. Sasa kuna vibali tofauti vinapatikana. Lakini la tatu, kuna unafuu wa kodi. Kwa mfano sasa hivi ninavyosema, tuna kampeni nitaizungumzia baadaye kidogo ambayo tunaendelea nayo. Inaendelea, ilianza mwezi wa kwanza mwaka huu. Katika ile kampeni kauli mbiu yetu ni Mtanzania vijana unawezeshwa kuwekeza kwa kupata unafuu wa mitaji. Huo ndio tusikie unafuu kwenye. Sasa unafuu wa mitaji unapataje? Unafuu wa mitaji katika sheria yetu sisi imetupa mamlaka ya kupitia ile dirisha la mahala pamoja kwa maafisa wetu ambao ni wa mamlaka na mapato, kutoa gharama nafuu, zile tax exemption kwenye mitaji ya vifaa ambavyo nazita capital goods au deemed capital goods, vifaa ambavyo ambavyo visivyo vya mitaji kwa ajili ya mradi wako fulani. Naweza nikasoma mathalani unataka kuanzisha mradi wa kufanya packaging. Sawa? Packaging ya korosho kwa ajili ya mauzo ya nje, kwa sababu lazima uibrand vizuri uweze kuiuza nje. Utahitaji kuagiza mashine kutoka nje. Ile mashine unayoagiza kutoka nje utapata unafuu wa msamaha wa VAT, ile kodi ya mapato, ile kodi ya ongezeko la thamani, lakini na ile import duty. Kwa hivyo vyote utavipata kupitia ile dirisha wetu. Ndio maana nasema unawezeshwa kuwekeza kwa kupata unafuu wa mitaji. Kwa hiyo kama gharama ya mashine ilikuwa ni milioni 10,
kama utalipia import duty na VAT, ina maana unaweza kukuta mashine ukainua kwa milioni 5. Kwa hapo shakuwezesha ile milioni 5 iende ikafanye vitu vingine katika uwekezaji wako. Na kwenye hili la urasimu lakini pia la upatikanaji wa vibali, amekuwa akisisitiza pia Mheshimiwa Rais kwenye masuala ya uwekezaji haya yasichukue muda mrefu sana mpaka mtu akakata tamaa akaacha. Inachukua muda gani kwa mtu kupata vibali vya jambo lake ambalo anataka kuanza kuwekeza? Nashukuru bwana Mtei. Muda inategemea na uharaka, lakini na kuweka zile documentation zako vizuri. Kwa mfano sisi kile cheti cha uwekezaji ambacho tunakitoa ni ndani ya masaa 24. Saa 24 inaweza inatakiwa hiyo imetoka. Na hiyo kwa ukishafuata zile taratibu zote za zile document zote ambazo unatakiwa uziwasilishe. Lakini kuna taasisi nyingine tunafahamu BRELA sasa hivi wameadvance sana, kila kitu kiko online. Na hivi vitu vimekuwa, sisi tunafanya kila kitu sasa hivi ni online. Kwa hiyo ukiapply, ukitaka cheti cha uwekezaji, ukitaka kusajili kampuni, na hivyo vitu vingine na mamlaka nyingine zote sasa hivi zimekwenda online. Tunachokifanya sasa hivi tuna integrate, tunaunganisha ile mifumo. Ili unapokuwa unaingia, kuna zile baadhi ya document ambazo unakuta zinaombwa kwa kila taasisi. Ukishaingiza moja unakuta kule kwingine uombwe. Ila kwa hiyo unapunguza ile muda, lakini unapunguza zile attachment za document nyingi. Kwa hiyo sisi mamlaka kupitia hilo dirisha la mahala pamoja ambalo nimekuambia, unaweza ukaja physically tukakuhudumia, lakini sisi tuna ofisi za kanda pia zaidi ya 7, kanda 7. Tuna ofisi Mwanza, tuna ofisi Moshi, Kilimanjaro, tuna ofisi Mbeya, tuna ofisi Kigoma, tuna ofisi Dodoma, tuna ofisi Njombe. Kwa huko kote na ofisi hapa Dar es Salaam pia ofisi ya kanda. Kwa huko kote unaweza ukatembelea, lakini pia tuna namba za simu ambazo nitazitaja baadaye hapo kwa ajili ya kuweza kutufikia. Lakini mifumo mingi tunaweza kuimarisha, imekuwa mifumo ya kielektroniki ya online ili kuweza kupunguza ule utaratibu wa mwekezaji au mtu kupata vibali. Sawa bana, wewe endelea kutuandikia maoni kupitia 0683802966, lakini pia kumbuka tupo live kabisa kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio. Tupo na George Mukono ambaye ni mkurugenzi uhamasishaji uwekezaji kutoka TISEZA, ambao hawa ni Tanzania Investment and Special Economic Zones Authority. Tukizungumza masuala ya uwekezaji, tunakumbushana kwamba kijana ni muda huu, kijana ni sasa. Huu ndio muda wa kuwekeza, na ndio maana tunajaribu kutafuta njia ambazo zitatufanya sisi au sheria ambazo zinaturahisishia kuweza kuwekeza. Wakati huo nikikukumbusha kuhusiana na kampeni mpya kabisa ambayo inaitwa Kimewaka Soko ni Moko, cha juu zaidi, ambapo kimewaka kweli kweli, kwa sababu kupitia kampeni hii Azam TV inalenga kuwapa wateja unafuu mkubwa wa vifurushi pamoja na urahisi wa malipo kupitia Azam Pesa. Ni njia rahisi na yenye uhakika. Kuanzia tarehe 27 Februari imeanza kampeni hii na itakwenda kwa muda wa miezi 3 mfululizo. Tutakuletea ofa maalum ambayo utakiwi kuikosa kweli kweli. Kwenye ofa hii sasa, ukilipia shilingi 28,000, kile kifurushi cha shilingi 28,000, unapata kifurushi cha juu zaidi cha shilingi 35,000. Yani unapanda daraja, nikiwa na maana ya kwamba ukilipia 28,000 unafurahia faida zote ambazo zinapatikana kwenye kifurushi cha shilingi 35,000. Hii ndio maana tunasema kimewaka soko ni moko. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Sisi tukirudi hapa tutakuwa na nafasi nzuri kabisa kwa ajili ya kuendelea kuzungumza mengi yanayohusu uwekezaji. Kaa hapa tunarejea. Usitoke. Baki hapo. Yes, tunasema hatuachi kitu. Hii ni Super Breakfast ya mwaka 2026. Tutakupa hamasa, namna bora ya kufanya mazoezi, afya ya akili na maisha kwa ujumla. Sasa kuhusu teknolojia, hapa ndio nyumbani. Njoo ukutane na Supertech. Lakini kuhusu habari, sisi ndio mgodi wenyewe. Kwa uchambuzi wa kina unaozingatia mikakati, historia, usuluhisho wa migogoro pamoja na diplomasia za kimataifa, hapa ndo mahali pake. Lakini vipi kuhusu matukio ya uchunguzi? Nikukumbushe, Lens
ipo kumulika yote haya. Naam, sisi hatuachi kitu. Tunazungumza nawe kila idara, hata mfanyabiashara, tukikwambia kibiashara zaidi, bila kusahau michezo. Hakika hii ni Super Breakfast iliyoshiba. Super Breakfast 2026, hatuachi kitu. Yes, tunasema hatuachi kitu. Hii ni Super Breakfast ya mwaka 2026. Tutakupa hamasa, namna bora ya kufanya mazoezi, afya ya akili na maisha kwa ujumla. Ni 48 baada ya saa 1 kamili. Itakapotimia saa 2 kamili itakuwa ni muda wa news update, lakini baada ya hapo itakuwa ni kibiashara zaidi na mengine mengi atakayofuatia huko kupitia Super Breakfast ya East Africa Radio. Mimi ni Exaudi Mtei, kule Instagram nitafute kama Exaudi Msaka habari, mambo yaweze kuwa mazuri kweli kweli. Tupo hapa tukiendelea kuzungumza mengi yanayohusu uwekezaji na kutazama sheria zinazombeba mwekezaji wa ndani, tukiwa tunakumbushana kwamba kijana ni sasa, huu ni muda wa kuwekeza. Hakikisha unafahamu haya mambo ili mwisho wa siku tusilalamike sana, basi tuweze kuwa sehemu ya kutafuta suluhu. Suluhu yenyewe nyingine ni hii kwenye masuala ya uwekezaji. Tupo na bwana George Mukono ambaye ni mkurugenzi uhamasishaji uwekezaji kutoka TISEZA. Hawa wanahusika moja kwa moja kutusaidia vijana ama kuhamasisha vijana na watu wengine wa Tanzania wote, wawekezaji wa ndani na wa nje kwenye uwekezaji, na hapa tunazungumza sana wa ndani leo. Kuna namna mnalifikiria kundi la vijana kama special kwenye kulisapoti kwenye issue za uwekezaji? Kabisa mwekezaji. Kundi la vijana ni kundi ambalo unapofikiria uwekezaji kwenye nchi yoyote ile, ni wanasemaga ni jeshi ambalo huwezi ukaliacha nyuma. Ni jeshi ambalo ndio linaweza likakusaidia nchi kuona maono, lakini kupigana pale ambapo unakuwa unahitaji nguvu kazi. Na tunafahamu vijana ndio nguvu kazi. Kwa hiyo sisi kama mamlaka au taasisi tulioaminiwa na serikali kwa ajili ya kusimamia uwekezaji nchini, vijana ni pati ambayo tunaenda nayo sambamba, lakini tunawatengenezea mazingira wezeshi na mazingira mazuri ili waweze kuwekeza. Kwa hiyo ni jitihada ambazo zipo kwa ndani ya mamlaka, lakini pia tunafahamu hizi jitihada sio sisi pekee yetu. Mheshimiwa Rais kwa kuona umuhimu kabisa wa kundi hili la vijana aliamua kuanzisha wizara maalum chini ya ofisi yake inayoshughulikia vijana. Kwa hiyo sisi pia tunaunga mkono hilo, tunaunga mkono katika eneo tunalosimamia, lakini tuna mifumo, lakini tuna program nyingi ambazo zinawasaidia vijana kuweza kuwa wawekezaji wa baadaye, lakini kuweza kupata unafuu wa uanzishaji wa biashara na uwekezaji. Hali ipoje kwa mfano mkitazama kwa kipindi cha miaka 2 nyuma, hali ipoje kwenye hamasa kwa vijana, mnaonaje? Tumeshaanza kuelewa? Yes, naweza nikasema hali ni nzuri. Unajua vijana ni watu ambao wanataka matokeo ya haraka. Vijana hizi taratibu kuna muda mwingine inabidi muangalie jinsi ya kuzitengeneza, ili kwa sababu tunajua hawa Gen Z wanataka leo wakifika kesho waanze. Yani mambo ya niuliza nikitaka kibali saa 24 kwa kijana anasema safi, hiyo ndio nataka kabisa. Lakini kwa taasisi yetu sisi tuko flexible. Ndio maana tumesema pale tunapoleta hawa watumishi wa taasisi nyingine za serikali kukaa sehemu moja, maana yake ni nini? Kupunguza ule urasimu wa kutoka ofisi moja kwenda ofisi nyingine. Ukifika pale utasajili kampuni yako, afisa wa BRELA yupo. Kama una product yako unataka kuisajili kwa ajili ya kuingiza kwenye soko la ndani au la nje, afisa wa TBS yupo. Kuna afisa wa mazingira wa NEMC yupo. Kama una vibali vya kazi yupo pale. Mtu wa TRA yuko pale. Sijui mtu wa madini yuko pale. Mtu wa TANESCO anayeshughulika masuala ya kuunganisha umeme yuko pale. Kwa hizo hao maafisa wote tumeweka sehemu moja. Kwa nini? Kwa ajili ya kupunguza huo urasimu na kupunguza ule muda wa kuweza kupata hivyo vibali. Lakini pasi na hapo, hivi vitu vingi viko online. Kwa hiyo unaweza ukaenda online ukaapply. Sisi website yetu ni www.tiseza.go.tz, lakini tunapatikana pia kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii, ya Instagram, ya LinkedIn na mingineyo. Kwa hiyo tumetengeneza mazingira ambayo kijana yoyote, kijana wa karne hii
hawezi kupata usumbufu aina yoyote. Tunafahamu vijana sasa hivi wanatumia sana social media. Kwa hata kwenye social media huko na kwenyewe sisi tupo, lakini tunapatikana muda wowote, tunapatikana ofisini kwetu, na ofisi kama nilivyozitaja zile ofisi za kanda kwa ajili ya kuweza kutoa taarifa, kutoa ushauri, lakini kuwaunganisha na kuweza kuwawezesha kuwa wawekezaji. Vijana pia wakati kwenye masuala kama haya hata ukifuatilia taasisi za mikopo na nini zinalaumiwa sana kwenye swala la kufanya monitoring baada ya kukupa huduma. Nyie mnahusika na uwekezaji, mnatazama wawekezaji wa ndani na wa nje. Kuna namna mnatusaidia tukishaona tuna nia ya kufanya kitu fulani, mkaanza kutumonitor, kutusaidia kimawazo, lakini pia kuturekebisha kwamba hiki ili kiende lazima ubadilike uwe hivi. Ndio na kwa sababu tu sikuelezea kule ile muundo wa taasisi wa mamlaka, kuna idara maalum ambazo zinafanya hizo kazi. Kuna idara ya research and monitoring ipo. Ile kazi yake kuu, unapokuja unatakiwa akisha kuja mwekezaji ambaye anataka kuwekeza, utafuatiliwa, lakini ujue changamoto iko wapi. Lakini kuna idara ambayo inashughulika na changamoto. Tunafahamu katika uwekezaji ni kama maisha. Huwezi ukaenda tu bila kupata changamoto. Kuna idara inaitwa aftercare unit. Hii idara pia inashughulika na changamoto zozote ambazo zinamhusu mwekezaji, kijana au ambaye sio kijana. Na inashughulikia hizo changamoto. Unajua hatutaki mwekezaji kijana anapopata changamoto au mwekezaji hizi issues ziende kwenye mahakama. Tunakaa chini, tunaita wale wadau muhimu katika hilo eneo, tunakaa nao. Na kuna mambo mengine unakuta sio ya kisheria, ni mambo tu ya kiutaratibu wa ndani ambao unakuta nikipeana miongozo basi mambo yanakwenda. Kwa hiyo hivi vitu vyote sisi tumeweza kuviweka katika picha pana ili kuweza kufuatilia hii miradi ambayo inakuja, lakini kwa kuwafuatilia vijana ambao wanataka kuwa wawekezaji. Kwa miaka mitano tuweke reference miaka mitano mbele, unatuona vijana ukitazama mawazo yetu, na nyendo mnakaa na sisi, mnajua uwekezaji, akili za mwekezaji zipoje, mnatuona tukiwa wapi? Mimi naweza nikaona sio mnatuona, kwa sababu na mimi mwenyewe kijana tunaona tukiwa mbali sana. Cha kwanza nirudi tu kidogo, dira ya maendeleo ya miaka 25 ijayo, dira 2050. Ile dira ukiangalia kuna zile sekta za mageuzi zilizotajwa ziko 9. Ukitaka kuona kwamba hata waliokuwa wanatengeneza hii dira, na naweza mpenda kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini pia Mheshimiwa Waziri anayeshughulika na mipango na uwekezaji, waliandaa hii dira, na katika ile jopo la uandalizi wa dira walikuwa na vijana wengi. Ile dira ukiangalia katika zile sekta, kuna sekta ambazo kama nchi tulikuwa tuzipi kipaumbele. Kuna sekta fulani inaitwa creative industry ambayo ina include watu wa muziki, watu wa creation, hii utamaduni. Hii ni sekta ya muziki ni sekta kubwa sana ambayo imeajiri vijana wengi sana. Kwa hiyo ni maeneo ambayo wameweza kuyaangalia. Mambo ya AI, akili mnemba pia ni maeneo ambayo tumeweza kuyaangalia. Kwa hiyo tunamwangalia kijana, ndio maana tunamwangalia kijana ambaye baada ya miaka 5 10 nini ambacho anakitegemea. Kijana miaka 5 baadaye hataki tena kutembelea na makaratasi, hata kuwa na makaratasi, hata kuwa anasema kesho ukienda anakwambia kuna mfumo huko chini. Hivyo vitu hatuvitegemei. Hataki kuambiwa nenda kwenye ofisi fulani kabisa, kasaini hii, afu ukitoka hapa nenda mkoa mwingine kasaini. Sasa ndio maana sisi nimesema sisi pia tumeonyesha mfano kwenye ile ofisini kwetu, ukija pale mambo yote yanaishia pale pale. Hata kama kuna afisa wa serikali ambaye yuko pale, sisi ndio kazi yetu kumfuatilia na kukupa wewe jibu. Ndio maana ukileta dokumenti zetu sisi pale ofisini, sisi tunakamilisha kila kitu. Wewe unataka uje kuchukua tu. Kama una apply work permit, utaikuta pale. Kama unataka expert kwa ajili ya kukusaidia katika eneo lako husika, kama una apply mambo ya misamaha ya kodi, ukishapeleka pale ofisini kwetu, sisi ndio tutakimbizana na TRA kuweza kukutafutia. Wewe hautakwenda kule. Muda wetu sio rafiki sana. Hebu kwa dakika 1-2 hizi mtoe hofu kijana ambaye alikuwa akiwaza uwekezaji kwa mawazo magumu kweli kweli, mrahisishie, mpe matumaini ya kwamba mambo yanawezekana. Afanye nini kwa dakika 1 tu? Kwa dakika 1 tu mimi niwaambie vijana, uwekezaji lazima uanze kwa Watanzania. Na Mtanzania wa kwanza ambaye anatakiwa awe mwekezaji ni kijana. Na mamlaka hii ya uwekezaji TISEZA imewekwa
imeanzishwa haswa kwa ajili ya kuwawezesha vijana ilikuwa wawekezaji wa baadaye, na sisi tuko hapa kwa ajili yao. Lakini tuko hapa kwa ajili yao, na hii kampeni tunayoendesha tutapita katika mikoa mingine kuanzia wiki ijayo katika mikoa ya kanda ya kati. Tutakuwa tunaendelea kuweza kutoa taarifa ya msingi kuhusu namna ambavyo tunaweza tukawasaidia vijana, lakini tukawaunganisha vijana na taasisi wezeshi ili waweze kuwa wawekezaji. Neno la mwisho, kitu ambacho unadhani vijana wengi wanakwama kwenye uwekezaji ambacho tunatamani kusema hiki wangebadilisha tu kidogo hivi wangefika mbali, kwa watu ambao wamekutana nao? Mimi naona taarifa wanazipata, lakini taarifa sahihi. Mimi nadhani hilo ni changamoto kubwa, taarifa sahihi. Wengi wana mawazo mengi, mawazo mazuri, lakini wapi ya kuyapeleka na wapi waweze kuwasaidia, nafikiri hilo imekuwa changamoto. Mitaji ipo, lakini namna ya kuunganishwa na mitaji kama nilivyosema ni swala la wewe tu kuformalize hiyo biashara yako na kitu unachokifanya. Sisi mamlaka na mamlaka nyingine za nchini hapa tutasaidia waweze kuwa wawekezaji. Sawa. Bwana sawa, tulikuwa hapa na Bwana George Mukono ambaye ni mkurugenzi uhamasishaji uwekezaji kutoka TISEZA. Asante kwa wale ambao mmekuwa na maswali mengi kweli kweli, mengine ni pongezi wakiendelea kuhamasishana. Nipo Makongo, ni kijana ni miaka 23. Nasema jina langu silitaji, nina mtaji ila biashara ya kufanya ndio sioni. Aje mamlaka tutamwona. Nenda mamlaka TISEZA watakusaidia. Hela yako iende wapi bwana? Ndio. Karibu. Hii mikakati ya wawekezaji sisi wa ndani ndio tafika hapo. Bwana shukrani sana. Nashukuru sana Mtei. Nashukuru sana. Sawa, sisi tukirudi nimekutext. Sawa, haina shida, tutaipata hapa. Tukirudi hapa itakuwa ni muda mzuri kwa ajili ya news update, lakini pia tutakuwa na nafasi nzuri kwa ajili ya kupata kibiashara zaidi. Yako mengi ambayo yanaendelea huko, tutakuja kuyafahamu. Uendelea tu kutufuatilia kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio. Endelea pia kuandika maoni yako kupitia huko, lakini pia endelea kutuandikia kupitia 0683 802966. Mimi naitwa Exaudi Mtei. Hii ni safari ya kuelekea 3 kamili. Imeanza 11 alfajiri. Leo ni Aprili 1, 2026. Kutokea Mikocheni, Dar es Salaam. Na wengine 55 kujeruhiwa baada ya basi la kampuni ya Green Line kupinduka katika kijiji cha Mkiwa, wilaya ya Ikungi, mkoani Singida. Ajali hiyo imetokea wakati basi hilo lilokuwa likitokea Dodoma kuelekea mkoani Mwanza likijaribu kukwepa shimo barabarani, jambo lililosababisha dereva kushindwa kumudu chombo hicho na kupelekea maafa hayo. Majeruhi wote 55 wamekimbizwa katika hospitali ya wilaya ya Manyoni kwa ajili ya kupatiwa matibabu ya dharura, huku miili ya marehemu ikihifadhiwa katika hospitali hiyo. Jeshi la polisi mkoani Singida limeanza uchunguzi wa kina wa tukio hilo, huku likiwahimiza madereva kuchukua tahadhari wanapopita katika maeneo yenye changamoto za miundombinu ili kulinda usalama wa abiria na mali zao. Zoezi la kuhamisha makaburi 3166 kutoka eneo la Kishenge kwenda Buhembe ili kupisha ujenzi wa Machinga Complex limekamilika, huku maandalizi ya kujenga kaburi la pamoja litakalokuwa na mnara yakiendelea. Zoezi la kuhamisha makaburi hayo lilikuwa linafanywa na manispaa ya Bukoba, limemudu kwa muda wa zaidi ya mwezi mmoja na limehitimishwa rasmi kwa ibada maalum itakayoshirikisha madhehebu yote ya dini. Wakizungumzia swala hilo, baadhi ya wananchi wanaofanya shughuli zao karibu na eneo hilo wamesema baada ya kukamilika kwa zoezi hilo, matumaini yao ni kutaka kuona ujenzi wa kitega uchumi hicho inaanza haraka, ili ikiwa ni pamoja na kukamilika kwa wakati.
Unapigwa uzio sasa hivi hamna tunachoendelea na watu tulichokuwa tunakitarajia kionekane. Sasa tujui mpango ni upi. Sisi tunachokitaka ni maendeleo. Kama nini soko la machinga wanataka mimi ni machinga, ofisi yangu iko hapa, watuwekee soko zuri, watu waje wafanye kazi. Sasa wanavyobomoa hivi mpaka na watu kwanza wamekatili watu wengi. Watu humo na mbuzi za watu zilikuwa zinakula humo zinakula majani. Hasa na mbuzi sasa hivi kiingia humo ni gharama. Ombi letu hasa sisi kwa wakazi wa hapa machinjioni tunavyolichukulia tunahisi tutafaidika kutokana na haya mazingira, kwamba na sisi tutapata nafasi tutaweza kuweka biashara zetu ndogo ndogo. Serikali ya mkoa wa Kagera tuharakishia soko la wafanyabiashara wadogo wadogo. Unaona walioko barabarani wanapata adha na changamoto nyingi tu. Kwanza upepo, mvua ni yao, jua ni lao. Angalau na wao waweze kupata kivuli, wapate na utulivu wa moyo. Na hali ya taharuki ilitanda katika jiji la kibiashara la Bujumbura nchini Burundi kufuatia mlipuko mkubwa uliosikika jioni ya Jumanne ya Machi 31 mwaka 2026 ikihusishwa na hitilafu katika ghala la kuhifadhia silaha. Kwa mjibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na wizara inayoshughulikia mambo ya ndani, tukio hilo lilitokea baada ya moto mkubwa kuzuka katika kambi ya kijeshi na kusababisha milipuko mfululizo iliyoanza kusikika kuanzia majira ya saa 12 jioni na kuendelea. Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X, wizara hiyo ilithibitisha tukio hilo ikisema moto ulizuka ndani ya kambi ya kijeshi na kusababisha mlipuko kadhaa. Mamlaka zimewataka wakazi wa Bujumbura kubaki watulivu huku juhudi za kudhibiti hali hiyo zikiendelea, huku wakionya kuwa dhidi ya taharuki inayoweza kusababisha madhara zaidi. Wizara hiyo imeongeza kuwa na nukuu, tunaomba wananchi hususan wa jiji la Bujumbura watulie ili kuepusha madhara mengine, huku tukiendelea kufuatilia kwa karibu hali hiyo, ilisema wizara ya mambo ya ndani. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya majeruhi au uharibifu uliosababishwa na tukio hilo, wakati uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo kamili cha ajali hiyo. Na kwa nukta hiyo sasa, kutoka Bujumbura, huo ndo mwisho wa news update kutoka hapa East Africa Radio. Mimi ni Egbert Alfred Jr. Wengine wanaanza asubuhi, wengine tunaanza usiku. Mpaka asubuhi hata usiku tumeanza. Super Breakfast. Sarakasi leo hakuna, umesema mwenyewe. Lakini sarakasi sio kama nimeishia hapa na uwezo mwingine, maana sarakasi uzuri wake sarakasi ni jambo unalolifanya kupita ufahamu wa kawaida. Ukijua kulikoroga lazima ujue na kufanya nini na kulinywa. Huwezi kulikoroga usilinywe. Kama kwenye maji unadhani unaweza kulala, lakini kikukuta utatandikwa bakora, uweze kuacha ufe na si viongozi. Super Breakfast ni saa 11 alfajiri mpaka saa 3 asubuhi. East Africa Radio. Super Breakfast. Wengine wanaanza asubuhi, wengine tunaanza usiku. Mpaka asubuhi hata usiku tumeanza. Super Breakfast. Sarakasi leo hakuna, umesema mwenyewe. Lakini sarakasi sio kama nimeishia hapa na uwezo mwingine, maana sarakasi uzuri wake sarakasi ni jambo unalolifanya kupita ufahamu wa kawaida. Ukijua kulikoroga lazima ujue na kufanya nini na kulinywa. Huwezi kulikoroga usilinywe. Kama kwenye maji unadhani unaweza kulala, lakini kikukuta utatandikwa bakora, uweze kuacha ufe na si viongozi. Super Breakfast ni saa 11 alfajiri mpaka saa 3 asubuhi. East Africa Radio. Super Breakfast. Wengine wanaanza asubuhi, wengine tunaanza usiku. Mpaka asubuhi hata usiku tumeanza. Super Breakfast. Sarakasi leo hakuna, umesema mwenyewe. Lakini sarakasi sio kama nimeishia hapa na uwezo mwingine, maana sarakasi uzuri wake sarakasi ni jambo